Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi inaitwa Korumba Lebabas. Katika kuendelea kuboresha huduma za afya nchini, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe ameeleza kuwa watoto 15 waliobainika kuwa na changamoto ya usikivu wakati wa kambi ya madaktari bingwa wabobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mount Meru Arusha watapatiwa vifaa maalum vya usaidizi wa usikivu. Akizungumza wakati alipotembelea kambi hiyo katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru jijini Arusha, Dr. Magembe amemtaka msimamizi wa kambi hiyo kutoa orodha ya watoto hao ikijumuisha majina yao, wanakotoka pamoja na gharama za vifaa hivyo ili hatua za upatikanaji wa vifaa hivyo zikamilishwe kwa haraka. Hawa watoto 15 ndio wote kama walivyo, ndio Mheshimiwa Waziri Omar Mchengerwa atawalipia. Wow. Asante sana. Atawalipia hawa watoto 15 ndio ili waweze kusikia vizuri. Hapa kwenye kambi, sijui nani ambaye anasimamia kambi, Dr. Mombek. Sawa. Tupate orodha ya hawa watoto 15. Sawa, ambao wamebainika hapa kwenye kambi kwamba wana usikivu ambao ni hafifu na wanahitaji hivi vifaa vya kuwasaidia kusikia. Sawa, tupate orodha ya hao watoto 15, majina yao, wanatoka wapi, details zao zote. Sawa, na gharama zao za kupata hivyo vifaa vya usikivu Mheshimiwa Waziri Omar Mchengerwa atalipia yeye. Hayo ndio maelekezo aliyotoa. Sawa. Lakini pia tuchukue nafasi hii, mimi bado nasisitizia swala la kutoa elimu. Unaona, kutoa elimu. Kwa sababu hawa walioko kwenye call center, ile ni kazi. Sawa, lakini una namna ya kuzuia. Ukae kwenye call center lakini usipate athari za masikio. Maeneo ambayo ya viwanda, zipo personal protective gears ambazo watu wanatakiwa kuvaa. Kwa hiyo pia tutoke tu kwenye kutibu, twende tukatoe elimu kwenye viwanda, kwenye migodi, huko kote ambako wanapasua migodi huko kuna kelele, unaona. Lakini pia kwenye viwanda huko gereji, sio wapi, kote ambako maeneo ambayo yana kelele. Tuelimishe, watu wafanye kazi lakini wavae vifaa vya nini? Vya kinga. Unaona? Wavae vifaa vya kinga vya kuwasaidia wasiharibu usikivu au wasiharibu masikio yao. Kwa tusisubiri tu kwamba wakiugua. Sawa, hongereni sana na tunashukuru kwa hilo punguzo, na naona pia limemmotivate Mheshimiwa Waziri na yeye kuchukua watoto kuwalipia. Watoto hawa waweze angalau na wao sasa kuweza kusikia vizuri. Kama darasani walikuwa wasikii vizuri, wasikie vizuri. Kwa upande wake, mtaalamu wa usikivu na uongeaji kutoka Selous Biotechnology Joseph Nziga amesema kwamba uchunguzi uliofanyika katika kambi hiyo umebaini watoto 15 wenye umri wa miaka chini ya 18 wanahitaji vifaa vya usaidizi wa usikivu. Katika kambi hii tumebaini kwamba wanafunzi walioweza kufika hapa, watoto wenye chini ya miaka 18 wapatao zaidi ya 15 wana changamoto za kutokusikia, ambapo kuna wengine tumeshawapa vifaa lakini kuna wengine ambao wamebakia 15 walikuwa hawajapata hivyo vifaa. Okay, ile takwimu ya kitaifa inaonyesha kwamba 17% za watu wenye changamoto ya kutokusikia hapa Tanzania inaonyesha ni wanafunzi ambao wapo katika shule za msingi na za sekondari. Mtu anaweza akapata shida ya kutokusikia aidha akazaliwa nayo. Sehemu za market tunapoongelea kama viwandani, tunapoongelea kwenye clubs ambao unakuta kelele zipo kubwa, kuna kipimo cha kelele ambacho nakiwa mtu aweze kukaa pasipo kumharibu. Unapokuwa kwenye kelele zaidi ya decibel 85, hiyo mtu anaweza akapata shida kwa kutokusikia kikaa kwa muda mrefu. Tunashukuru sana na kuipongeza serikali kwa mchango huu na kuona kwamba kumbe issue ya usikivu ni disability kama disability zingine. Ndio maana sasa wametoa mchango kwamba waweze kuwawezesha hawa watu, na sisi kwa kweli tunaipongeza na tunaiomba serikali iendelee kushirikiana na wataalamu wa usikivu katika kuelimisha na katika kuifikia jamii katika maeneo tofauti, na sisi tupo tayari.
Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765627770 au 0663482323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.